Marekani imefanya mashambulizi katika maeneo ya kiraia huko nchini Yemen ambapo wametumia ndege za kisasa zisizokuwa na rubani. Lakini kutokana na taarifa iliyotolewa na wapiganaji wa Kihouthi huko Yemen, wamesema wameidungua ndege hiyo isiyokuwa na rubani ambayo ilitaka kushambulia katika eneo la anga katika jimbo la Dhamar la nchini Yemen. Hii ilikuwa ni moja ya makumi ya ndege za bei ghali za Marekani ambazo zimeangushwa katika nia ya kuwaunga mkono watu wasiokuwa na ulinzi wa Gaza na watu wasiokuwa na hatia wa Yemen ambao hivi karibuni wamekuwa walengwa wa uvamizi wa Marekani na Uingereza. Kwa mujibu wa shirika la habari la nchini Iran, Lebanon imefahamisha kuhusu kuangusha ndege ya kisasa ya Marekani ya UAV katika anga ya jimbo la Dhamar kusini mwa Sanaa ambayo ilikuwa ikifanya kazi ya kijasusi yenye uadui. Vyombo vya habari vya Yemen havijatoa maelezo yoyote ya kudungua ndege hiyo isiyokuwa na rubani, lakini inasemekana ilikuwa ni ya daraja la MQ-9. Hata hivyo, kupitia jeshi la Yemen limedai kwamba wamepiga uwanja wa ndege wa Ben Gurion. Kwa mara nyingine tena, Yemen kupitia msemaji wake Yahya Sarel ametangaza kwamba jeshi la Yemen limefanikiwa kwanza kudungua ndege hiyo ya kijeshi ya Marekani ya kisasa zaidi ambayo inadaiwa kwamba ni ya MQ-9 Reaper, lakini pia jeshi hilo la wa Yemen limetangaza kwamba limefanikiwa kulenga uwanja wa ndege wa Ben Gurion katika eneo linalokaliwa la Yafa kwa kombora la Palestine 2 la ballistic la hypersonic. Hata hivyo, kituo hicho cha habari kimefahamisha kuwa kusitishwa kwa safari za ndege katika uwanja wa Ben Gurion baada ya shambulio la ndege la kombora la wa Yemen. Taarifa zaidi zilizotolewa na Yahya Saree katika taarifa yake alifahamisha kuhusu kurusha mashambulizi ya makombora na ndege zisizokuwa na rubani na kulenga shehena ya ndege ya Marekani na idadi ya ndege za kijeshi za Marekani. Jeshi la Yemen katika taarifa hii kwa mara nyingine tena limesisitiza upigaji marufuku wa meli za Israel kuvuka na kuunga mkono Gaza ili kusimamisha vita na kuondoa mzingiro wa Israel kwenye ukanda wa Gaza. Taarifa hiyo imeongeza, ongezeko la safari za ndege zinazochochea joto na mashambulizi zaidi hayatawazuia watu wa Yemen kutoka katika majukumu yao ya kidini na kimaadili kwa watu wa madhalimu wa Palestina. Mashambulizi mapya ya makombora ya Yemen katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu yanawafanya wa Israel kukimbia. Mamlaka ya dharura ya utawala wa Israel ilitangaza siku ya Alhamisi kwamba watu 13 walijeruhiwa wakati wakitoroka kutoka mashambulizi ya makombora ya Yemen kuelekea katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu. Msemaji wa jeshi la Israel pia amefahamisha kuhusu sauti ya king'ora katika vitongoji kadhaa vya Tel Aviv baada ya shambulio la kombora la Yemen, ambapo chaneli ya Quds iliripoti. Waziri mkuu wa utawala wa Israel Benjamin Netanyahu, ambaye alikuwa katika bunge kati wa mashambulizi ya makombora ya Yemen, inadaiwa kwamba alitoroka hadi kwenye eneo la Banka. Hata hivyo, baada ya shambulizi hilo kulikuwa na mashambulizi ya anga ya Marekani katika mikoa tofauti huko Yemen. Wakati huo huo, chaneli ya Al-Masira imearifu kuhusu mashambulizi ya anga ya Marekani dhidi ya mji wa Saada kaskazini mwa Yemen. Hata hivyo, imeeleza kwamba ndege za kivita za Marekani zilishambulia katika maeneo ya Zubeid katika jimbo la Hudaida mara 5 kuanzia siku ya Jumatano, lakini pia inadaiwa kwamba wanawake 7 na watoto 2 walijeruhiwa wakati wa shambulio hilo la anga la Marekani kwenye eneo la makazi huko Al-Thawra, Sanaa. Idadi kubwa ya nyumba zimeharibiwa katika shambulio hili na ndege za kivita za Marekani pia zilishambulia baadhi ya mikoa ya Al-Jaudauda, na kupitia kituo cha televisheni cha Al-Masira kimetangaza picha za uharibifu uliotokana na mashambulizi ya anga ya Marekani kwenye shamba la mifugo katika eneo la Al-Hazm katika mkoa wa Al-Jauf. Endelea kutufuatilia mtazamaji wa The World News, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe chaneli hii.